kitabu cha Malaki sura ile ya kwanza mstari wa 6 hadi wa 8. Kitabu cha Malaki sura ile ya kwanza na mstari wa 6 hadi wa 8. Kwa wale ambao hawaelewi Malaki iko wapi, ni kitabu cha mwisho kabisa kwenye Agano la Kale. Amen. Naomba nisome ule mstari wa 6 hadi wa 8. Mwana humheshimu baba yake, na mtumishi humcha bwana wake. Basi kama mimi ni baba yenu, heshima yangu iko wapi? Na kama mimi ni bwana wenu, kicho changu ki wapi? Bwana wa majeshi awauliza ninyi, enyi makuhani mnaolidharau jina langu. Nanyi mwasema, tumelidharau jina lako kwa jinsi gani? Mnatoa chakula kilichotiwa unajisi juu ya madhabahu yangu, nanyi mwasema, sisi tumekutia unajisi kwa jinsi gani? Kwa sababu mwasema, meza ya Bwana ni kitu cha kudharauliwa. Tena mtoapo sadaka aliye kipofu, si vibaya? Na mtoapo sadaka walio vilema na wagonjwa, si vibaya? Haya, mtolee liwali wako. Je, atakuwa radhi nawe, au atakukubali nafsi yako? Asema Bwana wa majeshi. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa ajili ya neno hili la leo ambalo Baba ulilitoa kwa ajili ya kuwaonya wana wa Israeli kwa yale walioyafanya madhabahuni pako. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, naomba neno hili likaseme katika mioyo yetu. Bwana, ukatufundishe. Asante Baba kwa ajili ya mafuta ambayo nayahitaji kulitoa neno lako. Mungu, ninaomba ukamruhusu Roho wako Mtakatifu akahudumie huu mkutano, kuwa na uelewa wa macho ya kiroho juu ya kila ambacho Mungu unacho kwa ajili yetu. Baba, ninakushukuru kwa neema na uaminifu wako, kwa sababu unakwenda kutusaidia na kutufungua katika vifungo vya eneo la utumishi wetu kwako Mungu wetu. Kwa jina lako Kristo Baba nimeomba, amen. Kichwa cha ujumbe wangu kinasema madai ya Mungu kwa kicho chake. Labda kuliweka hili vizuri niseme projector kule juu. Naomba uandike madai ya Mungu kuhusu kicho chake. Sasa kinachozungumzwa katika sura hii ya kwanza yote, hasa ule mstari wa 6 mpaka ule wa mwisho wa 14, ni kwamba Mungu hataki watu wake wamfanyie ibada za mazoea, matoleo ya mazoea, ila wafanye ibada na kumtolea Mungu kwa kuheshimu kicho chake. Neno kicho kwa Kiswahili au kwa Kiingereza inaitwa honor au reverence. Heshima, kutambua mamlaka yake. Hiyo ndiyo maana ya neno kicho. Ndugu zangu, katika ulimwengu huu wa sasa tunasisitiza sana kwa habari ya upendo wa Mungu, neema ya Mungu, wema wa Mungu, matunzo ya Mungu. Hata kwenye maombi yetu, Bwana nitendee hiki, Bwana ukamponye fulani, Bwana wasafirishe ndugu zetu salama. Yaani tunaomba maombi mazuri, na ni vizuri kuomba maombi ya namna hiyo, lakini huwa tunasahau upande mwingine wa shilingi kuhusu huyu Mungu tunayemtumikia, kwa sababu ni Mungu aliye mtakatifu, mwenye utisho, mwenye ukuu,
na anataka kicho chake kitambuliwe wakati wote, kiheshimiwe wakati wote. Amen. Ningependa nijenge falsafa kidogo au msingi wa fundisho letu la leo, kwa maana ya nikuletee mazingira ya kanisa au ya taifa la Israel katika wakati ambapo Malaki alikuwa anaandika barua hii au kitabu hiki cha unabii wake. Hapa walikuwa ndio wametoka kutoka kule Babeli chini ya mamlaka ya uongozi wa Uajemi. Leo hii tungesema Iran, kwa Kiingereza anaita Persia, Iran, kwa sababu walikuja kuchukuliwa hawa Wayahudi hapa Yerusalemu na ufalme wa Nebukadneza wa kule Babeli. Wakaenda kule wakakaa miaka 70, lakini kabla miaka ile 70 kuisha, kukawa na mageuzi ya kifalme. Ufalme wa Uajemi ambao leo tunaita Irani ukaupindua ufalme wa Babeli. Kwa hivyo himaya yote ikawa chini ya Waajemi. Of course ile sehemu ya kaskazini mashariki ilikuwa ni ya Wamedi, waliungana pamoja kama utawala wa Wamedi na Wajemi, lakini leo hii ile yote ni Irani. Hakuna Wamedi, hakuna Wajemi, yote ni Irani. Wakati mfalme Koreshi wa Uajemi amefanya yale mabadiliko, Mungu alisema na moyo wa Koreshi, akamwambia, wewe ni mtumishi wangu, naomba waruhusu hawa watu waende wakaniabudu Yerusalemu. Kwa hivyo kwa kusukumwa na hiyo hali, yule mfalme wa kimataifa kabisa, ukipenda mwite Myebusi, lakini Mungu alimuita mtumishi wangu Koreshi, akawaruhusu wana wa Israel kurudi Yerusalemu, lakini aliwapa na kiongozi wa Kiajemi ambaye akasema huyu atakuwa liwali au gavana kwa Kiingereza, atawatawala kule Yerusalemu. Na Mungu akasema na huyu Koreshi pia kuwarejeshea zile vifaa vilivyokuwa katika nyumba ya Bwana, kwamba warejee navyo kule Yerusalemu. Kwa hiyo kulikuwa na sahani, kulikuwa na dhahabu, kulikuwa na vikombe, lakini kulikuwa na hata masufuria ya kuweka katika nyumba ya Bwana, kwamba vitunzwe kwa ajili ya ibada ya Kiyahudi ya kumwabudu Yehova. Lakini waliporudi Yerusalemu, walifanikiwa kujenga hekalu. Halikuwa kubwa sana kama la mfalme Suleimani, lakini walilijenga. Watoto au vijana walikuwa na rukaruka kwamba tumeliona hekalu la Bwana. Tulikuwa tunasikia tu habari ya hekalu, lakini wazee walioliona hekalu la kwanza la Suleimani wakawa wanalia. Kwa hiyo kelele ndani ya hekalu lile jipya lilikuwa linazinduliwa zilikuwa zimechanganyikana, wazee wanalia, vijana wanashangilia. Kwa hiyo ilikuwa hata huwezi kuelewa nini kinaendelea mahali hapo. Wana wa Israeli walikuwa natarajia sasa, maadamu wamerudi nyumbani, basi kutakuwa na neema ya kiuchumi, neema ya mazao, na watakuwa na utawala wao wenyewe. Lakini mambo hayakuwa hivyo, yakawa kinyume chake. Mazingira yao ikawa kwamba kiroho wameporomoka pakubwa kwa sababu ya mazoea. Usingizi mzito wa kiroho
ukawa umewakuta wana wa Israeli. Hakukuwa na ibada ya sanamu za kigeni, lakini taratibu walipojua tuko nyumbani, wakazoelea, wakarudi kwenye ibada zao zile za zamani. Mioyo yao ikawa mbali, na hili jambo lilikuwa baya machoni pa Mungu. Kwa hiyo tunachokiona, kitu cha kwanza, kukawa na kuidharau madhabahu. Kwa nini waliidharau madhabahu? Kwa sababu walisema huyu Mungu, yaani kwanza hatuna mfalme, huyu tule naye ni liwali, anatutoza kodi, na kodi zote badala ya kuleta maendeleo kwenye nchi yetu zinapelekwa kwa Koreshi. Sisi hatuna kitu. Lakini pia hawa makuhani walipoteza sifa. Walikuwa wameacha kufundisha ukweli, na badala yake wakawa kikwazo kwa watu, wakipendelea watu katika sheria. Ukisoma Malaki ile sura ya 2 mstari wa 7 na ule wa 8, Malaki ile sura ya 2 mstari wa 7 na wa 8, Mungu analalamika, anasema, kwa maana yapasa midomo ya kuhani hifadhi tena yawapasa watu kuitafuta sheria kinywani mwake, kwa kuwa yeye ni mjumbe wa Bwana wa majeshi, bali ninyi mmegeuka mkaiacha njia, mmewakwaza watu wengi katika sheria, mmeliharifu agano la Lawi, asema Bwana wa majeshi. Lakini pia hawa watu wakawa na mashaka na upendo wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu njaa ilikuwa imeingia, wakilima wadudu wanafyeka mazao yao, kwa hiyo uchumi umedidimia kwa sababu ya wadudu na ukame. Mvua hazikuwa zile zilizokuwa zinanyesha zamani. Maisha yakawa magumu. Ukisoma Malaki sura ile ya 3 mstari wa 14, mstari wa 14 na wa 15, Malaki 3 mstari wa 14 na wa 15, Biblia inasema, mmesema kumtumikia Mungu hakuna faida, na tumepata faida gani kwa kuyashika maagizo yake na kwa kwenda kwa huzuni mbele za Bwana wa majeshi? Na sasa twasema ya kwamba wenye kiburi ndio walio heri, naam watendao uovu ndio wajengwao, naam wamjaribio Mungu ndio waponywao. Yaani walikuwa wamepoteza mahusiano kabisa na Mungu, na walikuwa wanamuona Mungu kama mtu mmoja asiyejali maisha yao. Jangwa lipo, ukame upo, wadudu wapo, na Mungu yupo, hafanyi chochote. Kwa hiyo wakasema hakuna sababu ya kumheshimu huyo Mungu. After all, hapa tulipo tumepigika vibaya. Hamna mazao, hamna zabibu, hamna wanyama wanaoeleweka kwa sababu ni ukame. Lakini bado Mungu alikuwa amewataka kwamba ninyi kama mnataka baraka kutoka kwangu, ninyi kama mnataka baraka kutoka kwangu, jikiteni kwenye kunitolea zaka na dhabihu. Kwa sababu mnapoleta zaka zenu, mnaniletea wagonjwa, mnaniletea vilema, wale walio wazuri, wale waliokamilika, wale wenye afya njema mnawaacha akiba. Sasa kumbuka, usikimbilie kwa laumu, na wala haitufariji, lakini nataka tusikimbilie kwa laumu. Hawa watu wako kwenye mazingira ya njaa, wanategemea wanyama kuendesha maisha yao, lakini juu yao kuna kodi ya kupeleka kwa Koreshi, mfalme wa Uajemi, na ile kodi ilikuwa itumiki kuleta maendeleo Yerusalemu, na Mungu amenyamaza kimya. Kwa hiyo wakasema bora tujiwekee hawa wanyama wanono,
watusaidie kwenye mambo yetu. Amen. Bado Mungu akasema, huo ugomvi tulionao wa ninyi na mimi mtaumia, kwa sababu mimi siko tayari kufanya biashara na utakatifu wangu mpaka pale mtakapotimiza sheria yangu. Mimi ndipo nitakapoachilia baraka. Lakini kama mnang'ang'ana kwamba mifukoni mwenu hamna kitu, uchumi wenu umekaa vibaya, mnasubiri mpaka wakati uchumi wenu utakapokuwa vizuri ndio mnitolee mimi sadaka iliyo kamilifu, mtaumia. Hili ilikuwa janga la muda mrefu, na Mungu akaongea na wana wa Israel kupitia Malaki. Hakuongea tena na wana wa Israel mpaka miaka 400 ilipopita, wakati Yohana Mbatizaji anazaliwa na Yesu anazaliwa, ndio anaanza kuzungumza na wana wa Israel kwa neno la ufunuo. Waliandika hapa katikati, si Makabayo, sijui nini, Yudithi. Mungu yuko kimya, yalikuwa tu maandishi yao. Hii inatufundisha kwamba utakatifu wa Mungu utasimama pale pale. Ukata wako, ugumu wako, ufukara wako, umasikini wako sio sababu itakayomfanya Mungu akuone wewe uko vizuri, una halali ya kuja nyumbani mwa Bwana ukiwa mikono mitupu. Hicho kitu hakitatendeka. Huo ndio ujumbe. Ni ujumbe mzito, ni ujumbe mkali, unaonekana kana kwamba Mungu hana huruma, lakini Mungu anatafuta moyo. Kwa nini moyo? Kwa sababu Yesu alisema mtu anayetoa na moyo wake unaambatana kwenye nini jamani? Kwenye sadaka yake. Hivi mimi jamani, kwa yote niliyotoa TAG, niondoke hivi hivi tu, niache vyote hivi hivi eti? Hii ngumu sana. Mimi nimeuza mashamba Dar es Salaam, viwanja. Nimeshughulika kwa mikono yangu kutoa, halafu leo niachane tu hivi hivi? Kwa moyo wangu uko hapa. Jina la Bwana libarikiwe. Wale wanaoweza kuondoka ni wale ambao hawajatoa. Lakini ukitoa mpaka unatoa pagumu, pameuma, wewe unaiachaje sadaka yako? Sio neno dogo. No way kwamba unaweza kaenda machoni pa Mungu mikono mitupu, halafu kasema unajua sina chochote ndio maana nimekuja mikono mitupu. Kanuni ya Bwana haijakaa hivyo. Hili kanisa kwa muda mrefu hatujafundisha habari ya matoleo. Nafikiri Mungu ameamua kufanya maangilio ya kimungu. Uchoyo kwenye zaka unaleta ufukara katika maisha ya wana wa Israel. Ndivyo Mungu alivyokuwa anasema. Ukisoma Malaki ile sura ya 3 mstari wa 8. Malaki sura ya 3 mstari wa 8. Biblia inasema, je, mwanadamu atamwibia Mungu? Lakini ninyi mnaniibia mimi. Lakini ninyi mwasema, tumekuibia kwa namna gani? Mmeniibia zaka na dhabihu. Ninyi mmelaaniwa kwa laana, maana mnaniibia mimi, naam, taifa hili lote. Mungu hajali kwamba kulikuwa na kukusanya kodi ya kupeleka ukakoreshi. Mungu hajali kwamba kuna ukame ulioipiga nchi nzima ya Yuda. Mungu hajali kwamba mazao yao shambani yamepukutishwa na wadudu waharibifu. Bado anajenga hoja yake pale. Mnaniibia. Kwani sio kweli? Walikosa kabisa, walikuwa nalala na njaa. Watu nauliza, walikuwa nalala na njaa? Si walisurvive? Manake kuna chakula kilikuwepo. Kile kidogo kilichokuwepo, Mungu alikuwa anataka katika hicho wafanye kitu kwake. Amen. Mstari wa 10 anajenga hiyo hoja.
leteni zaka kamili ghalani. Acheni ubabaishaji ninyi wa Israeli. Leta zaka kamili, usilete maelezo, leta mahesabu. Yaani hapa Mungu amekuwa mkali kama pilipili, na pilipili yenyewe pilipili kichaa. Ni mkali. Leta zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwageni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye, wala hata haribu mazao ya ardhi yenu, wala mzabibu wenu hautapukutisha matunda yake kabla wakati wake katika mashamba, asema Bwana wa majeshi. Na kwamba mataifa yote watawaiteni heri, maana mtakuwa nchi ya kupendeza sana, asema Bwana wa majeshi. Wanageuka huku jangwa, mimea imekauka, wanaangalia mifugo imekondeana, haina hata hali. Na ndio maana mingine ilikuwa nazaliwa ina vilema, ina magonjwa. Na Mungu anasema select the best, chagua wale wanyama wazuri mlete. Kama ni mazao, mchague yale mazao mazuri, sio yaliyogongwa na wadudu, mlete. Hapo ndipo nitakwenda kuwafungulieni baraka za mbinguni, na kwamba huyo mdudu anayeharibu mazao yenu mimi nitamzuia, na hiyo mvua ambayo leo ni ukame nitaamuru ije, na watu watawaona heri kwa sababu meitii sheria ya Bwana. Hili taifa, ndugu zangu, kimaadili lilikuwa limeharibika. Ndoa za mseto na talaka zilikuwa nje. Ukisoma Malaki sura ya 2 mstari wa 11 hadi wa 14. Malaki sura ya 2 mstari wa 11 hadi wa 14. Neno la Bwana linasema, Yuda ametenda kwa hiana na chukizo limetendeka katika Israel na katika Yerusalemu. Maana Yuda ameunajisi utakatifu wa Bwana aupendao, naye amemua binti ya Mungu mgeni. Bwana atamtenga mtu atendaye hayo, yeye aliye macho na yeye ajibuye, atamtenga na hema za Yakobo. Pia atamtenga yeye amtoleaye Bwana wa majeshi dhabihu. Tena mnatenda hayo, nayo mnaifunikiza madhabahu ya Bwana kwa machozi, kwa kulia, kwa kuugua, hata asiangalie tena hiyo dhabihu, wala kuitakabari mikononi mwenu na kuiridhia. Lakini ninyi mwasema, ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu Bwana amekuwa shahidi kati ya wewe na mke wa ujana wako, uliyemtenda mambo ya hiana, angawa yeye ni mwenzako na mke wa agano lako. Bado nikwambie, usiwalaumu, japo kwa sababu zao haziwezi kuvuka utakatifu wa Bwana. Hawa wanaume walikuwa wanaamua kuoa wanawake wengine kwa sababu ya kujiokoa na uchumi. Anaangalia mke wake ni kabwela, hana kitu chochote. Jioni naingia, wanatazamana macho, nyumbani hamna kitu chochote. Kwa hiyo wanaume katika Israel wakawa wanaamua kuwatafuta wanawake wa kigeni, wanawake wapagani wenye chenji, kwamba hao warahisishe maisha. Hiyo sababu Mungu hakuielewa, akawa anawaambia, hayo mnayofanya ni machukizo. Kwa sababu mke wako wa ndoa unamfunikia nguo, unaenda kufunua nguo yako kwa mwanamke wa kigeni. Siwezi kusikia, siwezi kukubali. Hapa na njia anawaambia ni kuleta zaka kamili. Msinilete kilema, msinilete masalia. Nitaponya mashamba yenu, nitaponya hali ya hewa, nitazuia wale wadudu wanaoharibu, na nitaifanya nchi yenu ya kupendeza, maana nitanyeshea mvua. Yaani wale jamaa wanajaribu kutoroka kwenda hivi kutafuta solution ya kibinadamu, Mungu bado anawafiksi pale pale, kwamba hii ndio njia niliyoichagua ya mimi kuwabariki ninyi.
Waonaje katika mazingira kama hayo? Ungekuwa wewe, hali imebana namna hiyo, kile ulichokuwa nacho singeweza kukiweka mfukoni. Nakumbuka mwaka 96 kwa mwezi wa 12, kama sio mwezi wa 10, tumempata tayari mtoto wetu. Tunakaa Mabibo, kwa wale wanaojua Dar es Salaam. Nimeacha kazi World Bank, maisha yamebana. Mshahara pekee tuliokuwa tunautegemea kuendesha maisha yetu ni mwalimu, na miaka hiyo anapata 7,500, sio 7,500, 7,500. Unalipa chumba, kodi ya miezi 3, unalipa zaka, utagawa kwa chakula. Ilikuwa haitoshi, yaani inatusukuma kwa muda wa wiki mbili zingine mnatembea, Mungu tutokee. Ndio maana miaka ile kila mtu alikuwa, yaani hakuna mtu mwenye kitambi, wote tumenyoka namba moja. Maisha yalitunyosha. Haya bwana, vijana wa leo mnasema maisha bado ni mabaya. Hamzijui zile enzi. Nimekwenda kanisani, mke wangu nimemwambia aingie kwenye daladala. Mimi ninakatiza kutoka Mabibo farasi, unapata zile kona Burahati, Ilala Bomani, unapiga chenga hapo Mnazi Mmoja, Jamhuri, umeingia wapi? Kisutu, majasho hivi. Tumemaliza ile ibada, kuna hela iko hapa kwa ajili ya fungu la 10. Na unajua shetani hana adabu kabisa, anaanza kuninong'oneza, unajua umechoka sana na Mungu anaelewa. Hii hela sasa kusaidie kurudi nyumbani wewe na mke wako. Haikuwa rahisi kama ninavyoelezea leo. Kwa hiyo maswali yanaanza, nikatoe zaka au nirudi naye nyumbani? After all, nikitoa zaka mtoto tutampa nini? Nilishinda ile hali kwa jina la Bwana. Nikatoa zaka, narudi kukaa kitu, na mhubiri mwingine amezaliwa. Agano la Kale tu. Sikiliza, Mungu siku za Agano la Kale alikuwa atafuni pesa. Hakuna mahali unaweka zaka alafu Mungu kutoka mbinguni anashuka kuichukua ile pesa akaile au akanunulie kitu. Ilikuwa inatumika kwa ajili ya watumishi wake, kwa ajili ya kazi ya Mungu nyumbani, kwa ajili ya kununulia mafuta mizeituni na vifaa katika hekalu la Bwana, ili kazi ya ibada iendelee. Watu walileta wanyama waliokuwa wanatolewa kama dhabihu kuteketezwa. Leo hii hatutoi wanyama. Sadaka iliyotolewa na Kristo Yesu msalabani imetosha. Lakini utaenda kuitafuta damu ya Yesu ndio inunue hii viti ya pale msalabani, ndio inunue hivi viti na hizi spika. Uliambiwa mchungaji wenu kule nyumbani kwake anakula damu ya Yesu. Tunahitaji chakula, tunahitaji nyenzo kwa ajili ya kazi ya Mungu. Kwa hiyo utoaji wa fedha katika nyumba ya Mungu uko pale pale. Yesu hakuifuta zaka, ila alitaka isitenganishwe na haki wakati wa kuitoa. Katika Mathayo 23:23 Yesu anawakemea Mafarisayo waliojali kutoa zaka ndogo ndogo za rasilimali kama bizari na mnanaa.
lakini wakasahau mambo makuu ya sheria, yaani haki, rehema na uaminifu. Ndio maana anasema kwenye Biblia, iliwapasa ninyi kuyafanya hayo mambo makuu, wala msiache yale mengine, yaani kutoa zaka. Kwa hiyo Yesu alisisitiza kwamba zaka inapotolewa itolewe huku kiwa na maisha ya maadili. Sio unadhurumu watu alafu kanisani unatoa zaka, unatukana watu unakuja kutoa zaka, unafanya uzinzi na uasherati unakuja kutoa zaka. Yesu hilo halitaki. Anataka vyote viwili viende pamoja. Amen. Utoaji ambao Agano Jipya unasisitiza ni utoaji wa hiari na wa furaha, sio kwa kulazimishwa, kwa sababu kutoa ni tendo la heshima. Unapotoa maana yake, Mungu, ninakuheshimu. Watu unawaamkia shikamoo, si ndio? Lakini njia aliyoweka Mungu ya kuonyesha heshima kwake sio kutamka mdomoni shikamoo Mungu. Shikamoo Mungu ndio nini? Hawezi kukuelewa. Mungu anataka lugha ya rohoni, aone uko moyoni mwako unampenda. Na huko moyoni si kuna mali, kuna kumiliki. Hicho unachomiliki yeye anataka mgawane. Unaponyofoa, unapotoa na huku na maumivu, Mungu anajisikia vizuri kwamba maisha yako yanaambatana na maisha yake. Amen. Jamani, amina. Mungu anaangalia sana thamani ya sadaka. Sasa thamani ya sadaka ni tofauti na mahesabu yetu ya kawaida. Thamani ya sadaka, tuchukulie yule mjane aliyetoa senti moja, senti ya mwisho. Na Yesu akasema, tazameni jamani, katika hawa wote waliotoa, aliyetoa zaidi ni huyu mjane, maana ametoa senti yake ya mwisho. Utoaji wa Mungu ambao anaohesabu ni ule ambao unapotoa na moyo unauma. Kuna watu wa ajabu sana. Leo Jumapili, mwanangu, umeiona 5,000 hii? Kachenchi. Yaani wengine wanachenchi mpaka 1,000. Kachenchi. Sio kwamba hana, ameendeleza tabia ya kumpelekea Mungu chenji, kumpelekea Mungu masalia. Jamani, hata katika maisha yetu, mwisho wa mwezi unapopata mshahara, si unanunua vizuri, si unanunua vinono, familia ile ifurahi, si ndio? Sasa watu hawaeleweki. Hata mwisho wa mwezi alizoea kutoa 500, ataendelea kutoa 500 ile ile. Hata mwisho wa mwezi alizoea kutoa 1,000, atatoa 1,000 hiyo hiyo. Hata mwisho wa mwezi alizoea kutoa 5,000, 5,000 hiyo hiyo. Hata mwisho wa mwezi alizoea 10,000, basi ni hiyo hiyo. Fanya kile kitu ambacho kinakugusa ndani. Kuna siku Mungu anaweza kaongea na wewe, toa kiasi hiki, toa, usizuilie, toa. Itakuletea baraka kubwa katika maisha yako. Amen. Itakuletea baraka kubwa kwenye maisha yako. Chochote ulicho nacho, kumbuka kwamba ni mali ya Bwana. Mungu hapendezwi na mtu anayekuja kanisani mikono mitupu. Mungu hapendi. Hapendi. Katika Kumbukumbu la Torati
sura ya 16 mstari wa 16 na wa 17. Anasema hivi: mara 3 kila mwaka wanaume wako wote wataonekana mbele za Bwana Mungu wako, wala wasionekane mbele za Bwana mikono mitupu. Kila mtu atoe kama awezavyo, kwa kadiri ya baraka ya Bwana Mungu wako alivyokupa. Nikisoma kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 23, kitabu cha Kutoka sura ya 23, Biblia ina jambo kubwa linalozungumzwa pale. Ule mstari wa 15 anasema hivi: utaiweka sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, utakula mikate isiyochachwa muda wa siku 7 kama nilivyokuagiza, kwa wakati uliowekwa mwezi wa Abibu, kwa maana ndio mwezi uliotoka Misri, wala hapana mtu atakayeonekana mbele yangu na mikono mitupu. Anazuia hilo jambo. Lakini pia kwenye sura ya 34, kwenye sura ya 34 ya kitabu hicho cha Kutoka, ule mstari wa 20, Biblia inasema mstari wa 20, na mzaliwa wa kwanza wa punda utamkomboa kwa mwana kondoo, tena kwamba hutaki kumkomboa, ndipo utamvunja shingo. Wazaliwa wa kwanza wote wanao utawakomboa, wala hapana atakayehudhuria mbele zangu mikono mitupu. Sina muda wa kuelezea muktadha wake, lakini ni kwamba Mungu alikuwa hapendezwi na watu wanaokuja nyumbani mwake wakiwa mikono mitupu. Sina sadaka, sina chochote cha kufanya. Lakini tunapokuja kwenye nyumba ya Bwana tunachelewa na tuoni vibaya. Mungu anauliza, kicho changu ki wapi? Heshima yangu iko wapi? Jamani, si tunaona hii praise and worship team inavyofanya vizuri, si ndio? Ni kwa sababu ya nidhamu walioijenga. Sasa chukulia hawa wote hawana hiyo nidhamu. Hivi ibada itaeleweka hapa kweli? Haiwezi kueleweka. Kwani hawa ndugu zetu hawana damu na nyama kama wewe? Na kuuliza, hawa ndugu zetu wanaoimbisha hapa hawana damu na nyama kama wewe? Wana mambo yao, wana ratiba zao, lakini wanajidhabihu. Kuna watu wanasema, mchungaji, leo mbona hatukukuzoea? Leo mbona umekuwa moto namna hii? Moto na ukawasimulie huko nyumbani kwamba yule baba leo alicharuka, hamuonekani Jumatano, hamuonekani Ijumaa. Nini? Ujasiriamali, miradi. Mtakufa ndugu zangu. Mungu anawaleteni neno hili, sio ninyi tu, na mimi mwenyewe. Asubuhi nilikuwa nasema, mimi binafsi ni kama narudia mara ya pili au mara ya tatu, mara ya 4. Nimekuwa nashindwa kuja kanisani kwa wakati. Viko vitu vinavyonikwamisha vya kiafya. Hizi speaker hizi kipiga najisikia vibaya, BP. Ninamgoja Bwana kwa ajili ya muujiza wangu. Sasa mgeukie ndugu yako, muulize, na wewe una matatizo ya BP? Tubadilike. Dhabihu ya utumishi na vipawa isiwe nusunusu. Unapoimba, jiachilie kwa Mungu, utumiwe na Roho Mtakatifu. Ukisema nataka kuimba kwaya, basi imba ionekane umeamua kufanya utumishi wako wa ukweli. Ukisema ninapiga vinanda, piga vya ukweli. Unapokamata vinanda vyako na Roho Mtakatifu umemuomba, nataka nikuambie, Mungu atakutumia na sisi tutasikia kubarikiwa. Biblia inasema katika Warumi 12 mstari wa 1 na wa 2, basi itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana.
serious na Mungu. Amen. Tuwe serious na Mungu. Ni vizuri kukiri na kutubia hiki ambacho tunakifanya. Kama kuna watu waliokuwa na sababu, ilikuwa hawa Waisraeli. Kama kuna watu waliokuwa na sababu ya kutokutoa zaka, ndugu zangu, ilikuwa hawa wana wa Israeli. Uchumi umebana, ukame umekolea, mifugo imedhoofika, lakini bado Mungu anawaambia the only source for you to be blessed, njia pekee kwa ninyi kubarikiwa ni kuleta zaka, na iwe zaka kamili, na mlete vilivyo kamili, sio vilema. Leo hii Mungu ametubariki kwa baraka zote. Yaani hata nikikuangalia tongozi yako ilivyokaa, ilivyopendeza, sio ya kujichubua. Inaonekana wewe lotion imetokea ndani tumboni, umekula vinono. Unajua mtu aliyejichubua uso, lotion ya kuchubua uso inajulikana, na lotion ya kupiga msosi mzuri inajulikana. Wewe umepiga msosi mzuri ndio maana unaonekana. Sasa tatizo liko wapi? Mbaya Mungu kukubariki, turejee kwake. Jina la Bwana libarikiwe. Naomba tusimame.